نعمة الإيمان به، والحمد لله على شرف الإسلام له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا إخوتي الأعزاء، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد أمرنا الله تعالى بذلك وقال في الذكر الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. آمين ربي آمين. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Jalla waala, kumtakia rehma na neema, sala na salamu mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni katika kadhia nzima ya kumcha Mwenyezi Mungu, kama ambavyo nimetangulia kuhusia nafsi yangu juu ya jambo hili adhim. Na kisha tuzingatie kwamba tunaishi katika siku ambayo ni mwisho wa mwaka wa Kikristo, sanatun miladia. Leo ni tarehe 31 Disemba, na kwamba kesho ni tarehe mosi Januari. Usiku wa leo, wengi katika Waislamu watababaika na kuharibu imani zao kama walivyobabaika na kuharibu imani katika wiki iliyopita, katika siku ambayo imenasibishwa na kuzaliwa Nabii Isa bin Maryam alayhi salam. Lakini tuchukue nukta moja tu kabla hatukuingia katika hutuba yenyewe. Vipi watafanikiwa umma ambao kwamba unalala katika usiku wa Lailatul Qadri, lakini unakesha katika usiku wa mwaka mpya? Vipi watafanikiwa? Kila mmoja ajipime. Usiku wa Lailatul Qadri alikuwa wapi? Alifanya nini? Usiku ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameutaja kwa kila sifa, akasema inna anzalnahu fi lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alf shahri. Akaupa sifa usiku huu kwa kulinganisha na siku za kawaida kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Watu siku kama hii walilala wakafanya wafanyayo majumbani kwao, lakini katika usiku kama huu ambao unanasibishwa na mwaka mpya, watasimama watu usiku wa manane, saa 6 usiku, watatoka watu Waislamu wenye imani zao, walozaliwa na baba na mama Muislamu, wakenda mabarabarani, wapige mahoni, wachome matairi, wapige fashfashi. Nini kimezuka? Kuna mwaka mpya. Aina kanu haula, aina kanu, walikuwa wapi hawa katika usiku wa Lailatul Qadr? Ndugu zangu, huu ni msiba kwa umma ambao kwamba kila siku unasoma katika Qur'ani
lam yalid wa lam yulad, hakuzaliwa, hakuzaa wala hakuzaliwa. Alafu anazunguka anakuja kusema kwamba tunawapa mkono ama nakawa ndugu zetu kwa kuzaliwa Isa mtoto wa Mungu. Wewe umesema Mungu hajazaa, hajazaliwa, vipi unakuja sema akazaliwa mtoto wake? Muislamu anasoma Qur'ani inasema lam yalid wa lam yulad, Allah hakuzaa wala hakuzaliwa. Hii tarehe 25 inakujaje kwako? Imekuhusu nini? Kwa hiyo hii ilikuwa ni tanbihi tu, tanbihi. Usiku wa leo tahadharini sana, tahadharini sana usiku wa leo. Kila mmoja ashikamane na akida yake na imani yake. Mwenyezi Mungu ampate katika pahala ambapo anapapenda. Wewe huwezi kujua, la tadri la'allaha akhiru laylatul laka, yawezekana usiku huu ukawa ni usiku wa mwisho kwako, ukafa katika hali kama ile. Utamwambia nini Mwenyezi Mungu? Unamdanganya kila siku lam yalid wa lam yulad, alafu unakuja kufanya mambo kama haya. Hii ni tanbihi. Amma khutbatuna al-yawm, ama khutba yetu ya leo itazungumzia juu sinfun min ahli al-Qur'an, namna 4 za watu kuhusu muamala wetu na Qur'ani. Uko namna 4. Mimi, wewe na kila mmoja katika sisi, uhusiano wake na Qur'ani uko katika moja katika namna 4. Amma an yakuna ahli al-Qur'an, amma an yakun min ahli al-Qur'an alladhina hum ahlu Allah wa khassatuhu, kama akhbarana al-Habib sallallahu alayhi wasallam. Aina ndugu zangu, tunazungumzia namna 4 za Qur'ani. Kila mmoja jiangalie. Haya mambo ya makampe na Christmas haya ya kupita mbali kabisa, shughuli yako hii. Kamata haya unaoambiwa. Wewe na Qur'ani umo katika moja ya mambo 4. Ama uwe ahlul Qur'an. Ahlul Qur'ani ni nani? Ni watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amemwambia bwana mtume, amesema kwamba hawa ni watu wangu, udhifa ila Allah, wakaambiwa nini? Ahlullahi, watu wa Mungu. Kama vile ambavyo imetajwa Baitullahi, nyumba ya Mungu, na kila mtu anajua kwamba innal arda lillahi, ardhi nzima ya Mungu, lakini kaichagua Al-Kaaba akasema kwamba hii ni nyumba yangu. Basi hivyo hivyo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amewachagua watu miongoni mwa wanadamu akasema kwamba hawa ni watu wangu. Masahaba waliposikia maneno haya kama Mtume, manhum ya Rasulullah, watu gani wa Mwenyezi Mungu? Mtume akawaambia ahlul Qur'an, hawa ni watu wa Qur'ani, hao ndio watu wangu. Hao ni watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewasifu akasema bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladhina utul ilm. Hii Qur'ani ni aya zilizowazi katika vifua vya watu waliopewa elimu, watu ambao kwamba alulama ulamilin, wanachuoni ukifanya kazi Qur'ani hazungumzi isipokuwa Allah analolitaka, haliachi ila lile ambalo halipendi. Ukikaa naye unapata faida kwa sababu ya mtu wa Mwenyezi Mungu, ukiepukana naye unakula hasara. Hawa ni watu wa Qur'ani, kama vile mama Aisha alivyotuambia bwana mtume tabia zake, kana khuluquhu al-Qur'an, tabia za bwana mtume ilikuwa ni Qur'an tukufu. Kwa hiyo ukishikamana na Qur'ani 100%, wewe mtu wa Qur'ani. Sio kuhifadhi tu, la, Qur'ani haikuletwa kuhifadhiwa vifuani tu peke yake, imeletwa ifanywe kazi, ifuatwe, iwe ni dasturi, iwe ni kanuni, iwe ni sheria katika maumbile yetu. Hawa watu wa namna moja, ukifika mwezi wa Ramadhani kwao huwa ni kama miezi mingine, kwa sababu kila siku wao ni wa Qur'ani tu. Wao kila siku ni watu wa Qur'ani tu, kama anavyosema Imam Ahmad, anasema kwamba Qur'ani unamaliza kwa wiki moja, kila wiki moja unahitimisha Qur'ani. Watu wa Qur'ani hao kila wiki moja anahitimisha Qur'an. Watu wa Qur'ani kachelewa basi ala al-aqali katika siku 40 awe kahitimisha Qur'ani. Ukizidi zaidi ya siku 40 we humo, kwa sababu kuna mambo yamekushughulisha zaidi ya Qur'ani. Kipimo ni hichi ambapo bwana mtume aliwaambia baadhi ya masahaba zake, miongoni mwa Abdullah ibn Amr, aliwaambia maneno kama haya kwamba Qur'ani usisome kwa siku 3 au siku 2 kadhaa, at least basi kwa wiki. Lakini katika ayamul al-fadhail, katika siku za fadhila kama katika Ramadhani, akina Imam Shafi rahmatullahi alayhi wakisoma msahafu mzima siku moja, wengine mara 2 usiku na mchana, watu wa Qur'ani. Wewe utashangaa kwamba mtu asoma Qur'ani nzima siku moja, anasoma
mbona wewe unatuma meseji 50 kwa siku moja, una grupu za 30 katika simu yako, na zote una chati, zote unazungumza nao, huchoki? Kwa hiyo hawa ni kundi la kwanza. As-sinfu thani sinfun lahum wirdun yawmiyyin fi al-Qur'an, watu ambao kwamba wana uradi wa siku, yani yeye kajipangia kwa siku, kwa kila siku anasoma labda juzuu moja, au kwa kila siku anasoma labda nusu juzuu au kurasa 3, lakini yeye na uradi anasoma, kwa sababu yeye kafahamu Mwenyezi Mungu alivyomwambia na mtume kwamba inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Bwana mtume, Mwenyezi Mungu anajua kwamba unasimama na kuna watu kundi wako pamoja na wewe. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara alima an lan tuhsuhu, Allah anajua. Fataba alaykum faqra'u. Mwenyezi Mungu akamwambia bwana mtume katika namna chungu zima kwamba Qur'ani unaweza kusoma nusu na usiku, unaweza kusoma thuluthi moja, wakati mwingine uko katika jihadi, basi pia upate nafasi usome. Hawa ni watu wana uradi wa Qur'ani. Kwa kila siku yeye ana uradi wake, anajua kwamba kwa siku uradi wangu mimi nasoma kwa kiasi kadha. Hakuhifadhi wala tafsiri, hajui mambo mengi, lakini kashikamana nao Qur'ani, ana uradi maalum. Hawezi siku moja kupita bila kusoma uradi wake huu wa Qur'ani. Namna ya tatu, ndugu zangu, katika watu ambao uhusiano wao na Qur'ani, watu wa namna ya tatu ni watu ambao kwamba yastami'una al-Qur'an, yeye anasoma lakini zaidi anasikiliza Qur'ani. Kwake yeye Qur'ani ni kiburudisho, hajui habari ya kutafuta slow music, kutafuta bongo flavor, kutafuta sijui R&B, kutafuta sijui mchiriku, kutafuta sijui nyimbo. Yeye lake kubwa ni Qur'ani, sikio lake halisikilizi zaidi ya Qur'ani, hachoki Qur'ani kusikiliza. Na huu ndio uliokuwa mwendo wa Bwana Muhammad sallam, huu ndio ulikuwa mwendo wake. Siku moja Bwana Mtume sallam alimwambia mmoja katika masahaba zake, Abdullah ibn Mas'ud, akamwambia ya Abdullah, iqra alayya, nisomee Qur'ani. Abdullah kashangaa sana, aqra wa qad unzila ilayk, mimi nikusomea Bwana Mtume Qur'ani imeshushwa kwako, mimi maskini nitasoma nini mbele yako mimi? Akaambia naam, inni uhibbu an asma'a min ghairi, soma, mimi napenda sana kusikia mtu mwingine akisoma, kwa sababu napata nafasi na mimi ya kutanabahi, ya kutafakaha, ya kuanza kurudia ile aya katika ikanitonga vizuri, napenda kusikia. Unaambiwa hapo Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alianza kusoma suratul Nisa, akateremka nayo na Bwana Mtume ile maneno anazingatia, akafika aya anasema nini? Fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Abdullah anasema fa idha ainahu tadhrifani, anamwangalia Bwana Mtume, kwikwi zimemshika, ndevu zake zimeroa, analia Bwana Mtume, hasbuka ya Abdullah, hasbuk, tosha, inatosha basi, tena inatosha kwa leo, subiri. Bwana Mtume anasoma Qur'ani, anazingatia, anaangalia ile aya anasema nini. Angalia aya Mtume iliyomliza, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidi, itakuwaje siku watakapotujia kila umma na shahidi wao. Nabii Musa shahidi wa kaumu yake, Nabii Isa shahidi wa kila umma na shahidi wao. Wajina bika ala haulai shahida, we Muhammad tunakwambia utakuja hali ya kuwa ni shahidi na hao watu wako. Pale Bwana Mtume akazingatia, akavuta picha, watu wangu mimi, wale watu ambao kwamba watakuja kusherehekea kuzaliwa mtoto wa Mungu, watu wangu mimi, watu ambao watakuja kusherehekea mwaka mpya, watu wangu mimi, watu ambao kwamba watakuja kuoana wao kwa wao wafanye sheria, watu wangu mimi, watakuja kuuana kwa mabomu, watu wangu mimi, watakuja kufanya kadha 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 kadha. Tahamaki Mtume analia, kashindwa kujizuia. Aliyemliza Mtume, ndugu zangu, si Umar wala Uthman, ni mimi na wewe. Uthman na Ali, Qur'ani ilikuwa ni yao. Mtume akifurahia wakisoma,
akiwaona, akiwarekebisha kila kitu. Lakini sisi tulokuja baada yao, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah, kama Allah anasema, wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya, waliokuja baada ya watu wema wakaja kufuruga, ndio sisi sasa. Mtume tahamaki analia machozi kwikwi, hasbuk ya Abdullah, hasbuk, natosha bagle. Kusikiliza Qur'ani ni moja katika ibada kubwa mno, lakini sio kusikiliza kama tunafanya ndugu zetu maskini za Mungu, Mwenyezi Mungu warehemu. Wanakaa madukani, mtu anauza kanzu au anauza ndizi au anauza nguo au anauza kitu gani, mabaibi wanawake, alafu Qur'an nasoma, alafu anakuja mwanamke pale anadehenyeka, wanaongea mambo ya kipuzi, mambo ya kidunia, nipunguzie kadha, hii ya China, hii ya India. Qur'an huku inasomwa. Hii ndugu zangu ni kuidharaulisha Qur'ani. Huku ni kuidharaulisha Qur'ani. Au mwingine akaweka simu anasikiliza, ikiingia simu inaita, anakata Qur'ani, anamsikiliza, ampigia simu. Umemdharau Mwenyezi Mungu ambaye anakusema na wewe, unamsikiliza nani mwingine aliyeko zaidi ya Mwenyezi Mungu? Yatakiwa kama alifanya Bwana Mtume, unakaa kitako chini, unamwita kama ni mtoto, kama mtu mzima, kama ni qari, kama ni nani, soma mimi nisikilize. Halafu unasikia maneno unatwangwa pale, unaambua wewe kadha. Qur'ani inakushape, Qur'ani inakunyosha, Qur'ani inakuweka sawa, inaingia huku, inakaa katika akili. Ndio maana Allah akasema nini? Inna fi dhalika la ayat liqaumin yaqilun, liqaumin yatafaqahun, liqaumin yatadabbarun, liqaumin yatafakkarun. Qur'ani haikuletwa kwa kila mtu, imeletwa kwa watu wenye akili, watu wenye kuzingatia. Kwa hiyo sunfu thalith, aina ya tatu, watu ambao kwamba wanasoma Qur'ani lakini zaidi wao wanasikiliza. Inshallah tutaangalia aina ya 4 baada ya kumaliza khutba kwanza. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawli al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم به من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا إخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فاتقوه. ndugu wa Islam, ahlul ilm wameeleza kwamba qurra'ul Qur'an yanqasimu ila 4 aqsam. Wasomaji wa Qur'ani ambao ni sisi Waislamu tumegawa katika mafungu manne. Tumetaja mafungu matatu: ahlul Qur'an wa kwanza, wa pili watu ambao kwamba lahum wirdun yawmi, wao mashallah wana sehemu wanasoma Qur'ani, haijalishi Ramadhani, wao kila siku wana sehemu yake, haimkosi. Na watu watatu ambao wanasoma kidogo lakini sana ni watu wa kusikiliza Qur'ani kama ambavyo ni sunna vile vile. Aina ya 4 ni watu ambao kwamba Qur'ani wao wamehama. Sinfun alladhina, wali ambao kwamba yahjuruna alquran au qad hajara alquran, Qur'ani kwao wamehama. Na hawa ni wale watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewataja katika sura, katika Qur'an tukufu, akasema kwamba Bwana Mtume anasema ya qaumi waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Mwenyezi Mungu anasema Mtume siku ya kiyama atakushtaki bila Mwenyezi Mungu, ya Allah, watu wangu, inna qaumi ana wa anta, inna qaumi ni mimi na wewe ndugu yangu, usifikiri mwingine. Usifikiri hapa kuna Khalid bin Walid, hapana. Usifikiri kuna Umar bin Khattab, hapana. Usifikiri kuna Ammar bin, hapa ni mimi na wewe. Wao wale walikuwa ni watu wa Qur'an wanaeleweka, wakiipigania mchana, usiku wakiisimamia.
Soma katika vitabu vya sira utaona namna gani mabwana walivyosimama kwa ajili ya Qur'an. Hapa ndugu zangu ni mimi na wewe. Na kuihama Qur'an kama wanavyosema maimam ni kuna anwa'i. Kwanza kabisa ni ile tulotaja kuisikiliza. Ikawa mtu yeye kwa siku 2, 3, 4 mpaka wiki hakupata nafasi ya kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu, huyu Qur'ani kaihama. Mwenyezi Mungu anasema nini? Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu, isikilizeni Qur'an, amri ya Mwenyezi Mungu. Wa ansitu, na mnyamaze. Na ndio maana mpaka majini walivyosikia Qur'ani wakashtuka, wakasema nini? Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi, kwa sababu walisikia ikisomwa. Ndugu yangu, ukijiona hujasikiza Qur'ani kwa tangu Ijumaa iliyopita mpaka leo, jijue wewe kwamba Qur'ani umeihama. Siku ya kiyama una kesi na Bwana Mtume. Aina ya pili, hajarul amal, wameihama Qur'ani kuifanyia kazi, walwuquf inda halalihi wa haramihi, na kwamba yeye anafanya kazi benki na Qur'ani riba imeharamisha, kwa hivyo yeye Qur'ani anaipinga. Yeye anafanya zina, Qur'ani anaipinga. Yeye anaiba, Qur'ani anaipinga. Yeye anadhulumu, Qur'ani anaipinga. Hatuzi watoto wake, Qur'ani anaipinga. Yeye Qur'ani haifanyii kazi kabisa, kaihama kabisa. Aina ya tatu, hajru tahkimihi wa tahakum ilayhi, kuihama kuhukumiwa na Qur'ani na kuhukumu kwa ajili ya Qur'ani. Na hii takriban wengi tumeihama Qur'ani kwa namna hii. Qur'ani inasema as-sariqu was-sariqatu, mwizi mwanamme au mwanamke, au mzinifu mwanamme au mwanamke, kwamba mtakapowakamata faqta'u aydiyahum, katani mikono yao. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Huu ni mfano, na ziko nyingi. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jadda, ziko nyingi. Ashaykhu washaykhuha idha zanaya farjumuhuma albatta, ziko nyingi amri za Qur'ani. Hatunazipuuza. Qur'an tumeihama katika mambo ya kuifanyia hukumu kati yetu. Tunapogombana tunakwenda mahakamani, Qur'ani huku inasema nini? Qur'an inasema nini? Kwamba wakigombana mke na mume, fama'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, waitu watu pande mbili wausuluhishe. In yurida islahan, Mwenyezi Mungu anasema wazi kabisa, lakini hatuyataki, tunakwenda mahakamani. Tukiwa na mambo ya mirathi, mahakamani. Qur'ani hatuitaki. Qur'ani inasema wazi kabisa kwamba mwanamme au mwanamke apate nusu ya mwanamme. Hii wanawake wa Kiislamu hawaitaki, wasema wanadhulumiwa, wanakwenda mahakamani kabisa, hawataki. Kwa hiyo Qur'ani tumeihama kwa namna hiyo. Namna ya 4, hijru tadabburihi wa fahamihi, ni kuihama Qur'ani, kuizingatia na kuifahamu. Ndio maana wengi ukienda kuna darasa anashukuvia viateka naondoka, hana haja na Qur'ani kwa sababu haoni faida yake, hafahamu kitu maskini. Na 5, hijru al-istishfa wa tadawi fi jami' amrad al-qulub, ni kuihama kutokuifanya dawa, kwa sababu Allah alisema nini? Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma. Katika Qur'ani imeteremshwa kitu kinaitwa dawa, lakini nani anajua habari kama hii? Kila mmoja anakwenda katika mambo yake. Al-khalis, ndugu zangu, Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, na siku ya kiyama patakuwa na kesi kubwa sana. Mwenye kushtaki ni Bwana Mtume, anayekuwa mwenye hakimu ni Mwenyezi Mungu, na sisi ndio wenye kushtakiwa. Kila mmoja katika sisi ajipime, ajiangalie uhusiano wake na Qur'ani ukoje, kwa sababu Qur'ani siku ya kiyama tutakuja kuulizwa. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun, na kwa hakika mtakuja kuulizwa. Ayuha al-ikhwa, i'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala ya'murukum bi amri bada fi binafsihi wa thanna بملائكة مسبح بقدسه وثلث بكم وقال في الذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع صحابة رسولك المختار، خصوصا منهم الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك إحسانك رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطفنا في مجرد به المقادير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل حصرك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.